Mti wa Anga na Thomas Locker na Candace Christiansen. Ujumbe wa mwandishi: nimetumia muda mwingi wa maisha yangu kujifunza kuchora miti dhidi ya anga inayobadilika kila wakati. Baada ya miaka hii yote, bado siwezi kutazama mti bila kujazwa na hali ya kushangaza. Tangu nianze kushirikiana na Candace Christiansen, ambaye ni mwalimu wa sayansi, nimezidi kufahamu mbinu ya kisayansi ya ulimwengu wa asili. Nilishangaa kugundua kwamba ukweli zaidi wa kisayansi nilivyojifunza, ndivyo hisia zangu za kushangaza zilivyozidi kuwa zaidi. Utambuzi huu ulisababisha kuundwa kwa kitabu hiki. Kitabu hiki kinawaalika watu wazima na watoto kupata uzoefu wa maisha ya mti na uhusiano wake na anga kwa njia kadhaa tofauti. Kupitia usimulizi wa hadithi, kuthamini sanaa na uchunguzi wa kisayansi, kitabu hiki kinajaribu kufikia moyo na akili. Wakati mmoja, mti ulisimama peke yake kwenye kilima kando ya mto. Kupitia siku ndefu, majani yake yalipepea katika upepo laini wa majira ya joto. Lakini basi siku zilikuwa fupi na usiku kuwa mrefu. Upepo ukawa baridi na mti ukaanza kubadilika. Vuli ilikuja. Majani ya mti yaligeuka dhahabu, machungwa na nyekundu. Squirrels waliharakisha kuhifadhi karanga na acorns. Jua lilichomoza baadaye kila siku. Asubuhi moja, mwanga uling'aa kwenye baridi nyembamba ya fedha. Mwisho wa siku, majani mengi yalianza kuanguka. Kwanza na kisha nyingine. Siku ya kijivu, kobe mzee aliyepiga alijizika kwenye matope ya mto ambapo angelala hadi chemchemi. Matawi tupu ya mti huo yalifikia angani. Mawingu yalifunguka na kwa muda anga ilijaza matawi. Asubuhi yenye ukungu, kundi la ndege lilitua mahali ambapo majani ya mti yalikuwa yamekua. Ndege walilia, waligombana na kuimba. Lakini ghafla, mbawa zao zilipiga hewa na wakaruka. Mawingu yalikusanyika na kujaza matawi tupu ya mti na kisha ikateleza. Barafu iliundwa kwenye ukingo wa mto, na mizizi yake ndani ya ardhi. Mti huo ulisimama tayari kwa majira ya baridi. Theluji ilianguka. Wakiwa wamelala kwenye viota vyao, familia ya squirrels walijikusanya karibu katika siku za baridi kali. Usiku, mamilioni ya nyota ziliangaza kati ya matawi ya mti. Chini ya barafu ya mto, kobe mzee aliyekuwa akipiga alilala. Ulimwengu ulikuwa ukingojea majira ya kuchipua. Alasiri moja, taa ya dhahabu ilitiririka kupitia mawingu na kupasha joto mti. Barafu kwenye mto ilianza kuyeyuka na theluji ikatoweka ardhini. Harufu ya ardhi yenye unyevunyevu ilijaza hewa. Squirrels walikimbia kupitia nyasi safi na juu ya mti. Utomvu ulipanda hadi kwenye boots kali za mti. Snapper mzee alitambaa kutoka kwenye matope ili kutaga mayai yake kwenye kilima chenye joto. Majani ya mti hayo yalifunguliwa kwenye jua la majira ya kuchipua, na ndege walirudi kujenga viota kwa ajili ya watoto wao. Mti huo ulisimama juu ya kilima kando ya mto. Kwa mara nyingine tena, majani yake yalipepea kwenye upepo laini wa majira ya joto.